Habari hii inatokea mkoani Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabaz. Shule ya msingi Excellent iliyokuwa ikijulikana kama Tengeru English Medium iliyopo Tengeru wilayani Arumeru mkoani Arusha imepiga hatua kubwa katika sekta ya elimu baada ya kupata uongozi mpya, na kwa mwaka 2025 imefanikiwa kufaulisha wanafunzi wake wote kwa daraja A katika mtihani wa darasa la 7. Mafanikio haya yamepongezwa na uongozi wa shule, walimu pamoja na wazazi katika ibada fupi iliyofanyika shuleni hapo, ikiwa na lengo la kujipongeza, kuhamasisha wanafunzi na kuimarisha ushirikiano wa kijamii na kielimu. Akizungumza katika ibada hiyo, mkuu wa shule Bi Tumaini Lusinyari Noah amesema kwamba mafanikio hayo yametokana na juhudi za pamoja, hasa katika kuwasaidia wanafunzi waliokuwa na changamoto za kitaaluma. Ametoa matumaini zaidi na kueleza kwamba shule hiyo itaendelea kung'ara zaidi na kuwa moja ya shule bora nchini Tanzania. Kwa majina naitwa Tumaini Lusinyari Noah, ni mkuu wa shule katika shule yetu inayoitwa Excellent Arusha. Hii shule iko katika halmashauri ya Meru, kata ya Akeri. Ni kilomita 1 kutoka main road. Iko jirani kabisa na hospitali yetu ya wilaya ya Patandi. Shule yetu ya Excellent ilianza Oktoba 2024 ikiwa na watoto 360, ila kwa sasa hivi tunao watoto 300. Kitu tunachojivunia kwa sasa, kulingana na shule tulipoitoa, sasa hivi watoto wetu wanajiamini, walimu wanajiamini na ni weledi. Pia tumeweza kufaulisha wanafunzi tuliowapokea wakiwa katika hali ngumu ya ufundishwaji, na tumeweza kuwasaidia sisi Excellent mpaka wameweza kupata grade A mwaka 2025. Na tunategemea miaka inayokuja, kwa kuwa ndio tumeanza, tutafundisha kwa umakini na kwa umahiri, tukiongozwa na uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa kufanya vizuri zaidi. Tunategemea kuwa the best school in Tanzania, not in Arusha, in Tanzania. Na tuna wanafunzi wa makundi mbalimbali. Kuna wanafunzi ambao wametokea vituo vya watoto yatima, nikiwa namaanisha kuwa ni wale watoto ambao unakuta wanalelewa kwenye vituo vya watoto yatima. Kwa hiyo sisi tuko na hapa, na pia tuna wanafunzi wa stafu ambao ni watoto wetu, tuko na hapa. Vile vile tuna wanafunzi wa maeneo yote haya ya mkoa wa Arusha wako hapa. Kwa hiyo utaweza kuona kuwa tuna makundi mbalimbali. Sisi hatuchagui wanafunzi. Mwanafunzi yote anaweza akaja hapa, ili mradi tu mzazi au mlezi wake anaweza kumlipia ada. Tunambadilisha, hata kama ni mwanafunzi mgumu kiasi gani, tuna huo uwezo wa kumbadilisha, ili mradi tu ni mwanafunzi ambaye anasikia, anaona na anaweza kuzungumza. Kwa kuwa shule yetu it is not inclusive. Nikisema inclusive ni ile elimu jumuishi. Sisi tunachukua wale watoto ambao sio watoto maalum. Katika kusoma kwa mwanafunzi, kuna vitu vitatu ambavyo tunapaswa kutambua ili mwanafunzi aweze kufanya vizuri. Kwanza kabisa, kunapaswa kuwe na ushirikiano kati ya walimu, wanafunzi na mzazi. Nikiwa namaanisha inatakiwa iwe triangle. Wote tunavyoshirikiana kwa pamoja ndio tunaweza kufanya maamuzi ya mtoto huyu anatakiwa asome kwa staili gani. Tukisema tumwachie mwalimu peke yake inakuwa ngumu. Ni lazima mzazi atoe ushirikiano. Ushirikiano wa mtoto wake yuko vipi, na ushirikiano katika kipengele cha ulipaji wa ada, kwa kuwa hii shule ni shule ya binafsi na sio ya serikali. Kwa upande wake, mwalimu wa taaluma shule hiyo Bwana Francis Pius Hamisi ameeleza kuwa ufaulu huo umetokana na mpango madhubuti na ushirikiano mzuri kati ya walimu, uongozi wa shule na wazazi. Amesema kwamba kazi yao imewezeshwa na mchango mkubwa wa wazazi ambao wamekuwa bega kwa bega na shule hiyo katika kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu bora. Kwa majina naitwa Francis Pius Hamisi, ni mtaaluma hapa Excellent.
Kwa awamu hii tumefanikiwa kupata matokeo mazuri sana wa daraja la A, ukitofautisha na miaka mitatu iliyopita hapo nyuma. Hii ni kutokana na mikakati ambayo tayari tuliweka na kuisimamia, na ni kwa hakika tu kufundisha kwa taratibu zinazotakiwa na kuhakikisha kwamba mada tunamaliza mapema na mazoezi ya kutosha na ushirikiano miongoni wetu na walimu, na kuhakikisha kwamba matokeo haya yanapatikana, na hakika tumeyapata kwa daraja A. Kwa tunamshukuru sana Mungu kwa kutuwezesha na kwa kutekeleza mipango yetu ya kitaaluma na kufikisha ufaulu tulioupangilia kwamba tupate wastani wa daraja A. Siku ya leo ni kama inatupushi tuweze kupiga hatua zaidi kwenda mbele, kwa sababu ni shukrani kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu ambaye ametuongoza. Na hii hapa inatupa taswira nyingine kwamba mwakani, kwa mikakati ambayo tayari tumeshaipangilia kwa mwaka huu, kwamba mwakani lazima tutafanya vizuri sana na tutapata daraja A ambayo itakuwa ni bora zaidi ukilinganisha na ambayo tumepata mwaka huu. Nao baadhi ya wazazi waliopata fursa ya kuhudhuria ibada hiyo wameeleza kufurahishwa kwao na maendeleo ya shule hiyo, wakitoa pongezi kwa walimu na uongozi wa shule kwa jitihada kubwa walizozifanya, na kusema kuwa mazingira mazuri ya shule na nidhamu ni miongoni mwa sababu zilizochangia ufaulu huo wa daraja A. Mimi kwa jina naitwa Joyce Moses Yakio, ni mzazi katika shule ya Excellent School. Kwa kweli ninamshukuru Mungu kwa jinsi shule hii inavyofanya vizuri, na kuanzia kwenye malezi ya watoto wako vizuri, wanalea watoto kiroho, wanafundisha vizuri. Ninamshukuru Mungu kwamba watoto waliofanya mtihani darasa la 4 nimeona wakifanya vizuri. Ninamshukuru Mungu kwa sababu mimi ni mzazi ambaye nimekuwa na watoto kutoka sehemu mbalimbali katika kituo cha watoto yatima. Wale watoto wamekuwa wakifanya vizuri, na watoto waliotoka mahali hapa, wengine wamepata division 1 ambao walitoka mahali hapa wakaenda kusoma shule za serikali, wamepata division 1. Kwa hiyo ni shule inayofanya vizuri sana. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa matokeo ya mwaka huu. Nasema Mungu wa mbinguni awabariki, asanteni sana. Jukumu la wazazi watoto kufanya vizuri darasani ni mzazi kufuatilia maendeleo ya mtoto wako, kuanzia kwa mwalimu wa taaluma na mwalimu wa darasa, na kuhakikisha mtoto wako anafanya homework. Unapokuja shule nyumbani unakagua zile homework za mtoto wako na anazifanya vizuri, na kama hajaelewa pia unaruhusiwa kupiga simu shuleni na kumuuliza mwalimu na akamsaidia mtoto wako akazidi kufanya vizuri darasani. Kwa wale wanaoachia walimu tu shuleni kwamba ufuatilie matokeo ya watoto wako, ndio yule mzazi ambaye anakuja kulalamika kama mtoto wangu hajafanya vizuri. Lakini niwahimize wazazi, mtoto wako anapotoka nyumbani, akitoka shuleni, hebu chukagua madaftari yake, kagua begi lake, kaa naye muulize shuleni leo umefundishwa nini. Atakachokuambia unaweza kukusaidia kukopa hatua ya kuja kuuliza shuleni kwamba hichi mtoto anachozungumza ni kweli, mkasaidiana wewe na mwalimu na mzazi, mtoto wako akafanya vizuri zaidi darasani na kuwa na tabia njema. Mimi naitwa Mama Sharon au Mama Majesty. Jukumu langu mimi kama mzazi ni kuhakikisha nalipa ada kwa wakati, ni kuhakikisha nampa mwanangu kila kitu kinachohitajika shuleni, na kuhakikisha namwamsha asubuhi na mapema awahi shuleni na kumpa mahitaji yake yote ya muhimu, na kuungana na walimu wanapotuita shuleni kwa ajili ya matokeo ya watoto, nifike tunapohitajika kwa chochote, yani niwe karibu na walimu kwa ushirikiano mzuri kwa lolote watakalo tuambia. Nashukuru Mungu, watoto wangu wamesoma hapa Excellent watatu, ikiwa inaitwa Tengeru English Medium. Sasa tumehama kituo kutoka Tengeru tumekuja Excellent. Kwa kweli tumeona mafanikio. Namshukuru Mungu kabisa kabisa. Mwanangu amefaulu vizuri na amepata A nzuri kabisa, na ifurahia kwa kweli. Kwa hiyo tunakuwa karibu na walimu na kuhakikisha kazi za nyumbani anazopewa shuleni anazifanya kwa wakati na kumsimamia, nikiwa namsimamia au dada yake amsimamie. Utaratibu unatakiwa tusaidiane na tushirikishane. Hata tukiona mtoto ana tabia isiyoeleweka kule nyumbani, ni lazima tushirikishane na walimu. Mwalimu, mbona mtoto wangu nimeona ana tabia hii na hii, vipi huku shuleni, je wewe umeona, ili tuweze kwenda sawa. New Life Prayer Center and Church iliyopo Mombasa, Kenya wanakukaribisha kwenye kongamano kubwa la kuhitimisha mwaka kwa kukaa kwa kutafuta uso wa Mungu kwa siku 12. Uponyaji, miujiza na ishara. Utakutana na mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel uso kwa uso, akupe neno la unabii wa maisha yako kuelekea 2026. Umeteswa na uchawi, mizimu, madhabahu za giza? Njoo Yesu akuweke huru.
kuanzia tarehe 3 mpaka 14 mwezi wa 12. Muda ni kuanzia saa 2 asubuhi na kuendelea. Safiri nasi kwenda Mombasa kwa gharama nafuu kutoka Tanzania. Piga simu namba 0774781537 au 0689822510. Wote mnakaribishwa. Yesu wewe